Haya kwa tukio huko nyuma sasa endelea kutukia tena la mheshimiwa Tundu Lissu kukamatwa akiwa kule Mbinga mkoa wa Ruvuma. Kukamatwa kwake actually kumeleta taharuki kubwa isiyo na maana, kwa sababu wamemkamata kwa kupiga watu mabomu risasi, kuumiza watoto, kuumiza wenye mimba, kuumiza walemavu na vijana wasio na hatia. Ukamataji ule ni ukamataji wa kijeshi, ukamata jambazi, mtu asiyekamatika mwenye silaha. Imeshindikana kwa namna kawaida, tunazotumia nguvu hiyo, lakini kwa Lissu ilikuwa na uwezo kumwambia tu aje kituo cha polisi na akaja, tunakuhitaji na akaja kabisa, au kumsubiria aende hotelini au kwenye mkutano, basi unasema tunamhitaji, kwa sababu jeshi la polisi naliamini limepewa mamlaka hiyo na nguvu hiyo ya kukamata mtu yeyote wakati wowote katika mazingira ambayo yanafuata PGO. Sasa ukamataji wa jana umezua taharuki kubwa sana, na kila mtu ameona anavyokamatwa mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania, anakamatwa kwa namna ambayo kama isingekuwa ustaarabu wa watu wa viongozi tungeshuhudia mauaji makubwa mno. Unapomkamata mtu kama huyo ambaye ana wafuasi wengi, unamkamata mbele ya watu, usifikiri watu wale wanaweza kunyamaza kimya. Wanaweza kureact, wakapiga mawe, wakakata mapanga, wachoma matairi, fujo zikaanzia hapo. Na shauri rafiki kwa safari nyingine tusifanye hivyo, kwa sababu haya mambo yanaanza polepole hivi, mwisho wa siku nchi nzima inachomeka moto. Sasa ukamataji wenyewe ulifanyika jana jioni majira ya saa 12, wakamsafirisha wakampeleka mpaka Songea mjini ambao ni makao makuu ya mkoa wa Ruvuma, lakini baadaye wakasafisha usiku kucha kumleta Dar es Salaam. Sasa Central Police amefika asubuhi. Tumepata taarifa za ndani kwamba sasa wanajipanga kwenda kumshtaki. Wanasema kwamba wamefanya uchunguzi wao, wana ushahidi kwa zaidi ya 60%. Wanampeleka mahakamani kwa makosa makuu mawili. Kosa la kwanza ni kosa la uhaini, na kosa la pili ni makosa ya kimtandao. Nadhani makosa hapo kuchapisha habari ambazo sio kweli, yani kwa maana ya kusema uongo. Haya wameyasema toka asubuhi, lakini mpaka jioni hii hawajafanya hivyo, hawajampeleka mahakamani bado. Nadhani wanawaza juu ya habari ya namna wanavyoweza kuja kuaibika kwa makosa haya makubwa haya wanayopewa viongozi wakubwa, mara uhaini, mara ugaidi. Lengo tu ni kwamba wampeleke kwenye kosa ambao haina dhamana, waendelee kumbakiza ndani ya mikono yao au kumpeleka gerezani. Kosa la uhaini ni kosa ambalo la kawaida kwa wanasiasa kuitwa kwa maana ya kama sehemu ya kumtisha, kwa sababu nafahamu adhabu yake ni kifo. Kwa hiyo anapoitwa muhaini ni kama kumtisha, bwana, hii ni silaha yetu ya mwisho kabisa ya kutia, sasa bwana usirudie tena. Na si kwa mara ya kwanza. Nyerere aliwahi kushtakiwa kwa kosa hilo, Mandela alishtakiwa kwa kosa hilo. Hata juzi wakati wa bandari walishtakiwa Dr. Slaa, Mwambukusi na kina Mdude kwa kosa hili la uhaini. Kwa hiyo nadhani makosa haya ya uhaini imekuwa ni kama silaha ya kuwatisha watu wasiseme au wasikosoe serikali. Serikali imejivika koti la umalaika kwamba haiwezi kuwa na makosa hivyo, haistahili kukosolewa. Na kila anayekosoa anaonekana kama na dhambi kubwa kweli kweli, hata Mwenyezi Mungu hawezi kusamehewa. Sasa sisi viongozi tunavyoona mambo kama haya, tunaona hii sio sawa. Kwa sababu Mwenyezi Mungu ni Mungu wa haki. Na kwa mujibu wa Biblia, kitabu kile cha Mithali sura ya 14:34 inasema haki inainua taifa, bali dhambi ni aibu kwa watu wote. Taifa linalotenda haki rahisi kuinuka na kufika mbali na kufanikiwa rahisi sana. Lakini taifa linalofanya mambo ya dhuluma na mambo ya uovu kama haya, inayofuata ni aibu kwa watu wote. Mna rasilimali, mna kila kitu, lakini mnaishi maisha ya aibu. Kila sehemu mnaaibika, kila mtu mnaaibika, kwa sababu ni aibu imelikumba taifa. Sasa mimi na wajibu mkubwa ukemea
kusema haki itendeke na haki ifuate mkondo wake. Kila binadamu awe na haki mbele ya sheria na mbele ya mahakama na mbele ya polisi pia. Sio wakifanya Chadema haya, CCM wakifanya haya hawakamatwi. Na actually hata hiyo kesi yenyewe ya uhaini hiyo na udaiwa kushtakiwa kesi ya uhaini ni ngumu sana. Wakipeleka mahakamani nafikiri itakuwa ni kichekesho. Wanasheria wataanza tu ni kwamba Lissu ameapa wapi, kwa sababu hii uhaini inahitaji mtu ambaye amekula kiapo cha Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ukishakula kiapo cha serikali, ukienda kinyuma kugeuka, wewe basi ni mhaini. Umeanza kufanya uasi au unataka kupindua serikali. Lakini kwa mtu wa kawaida tu haiwezi kuwa uhaini hivi hivi. Lissu ameapa wapi kwa mtu wa serikali hii? Ameapa wapi? Kama ni kuapa labda ameapa kwa ajili ya chama chake, hiyo ni sawa, lakini sio kwa serikali. Kwa hiyo amefanya uhaini upi? Kusema no reform no election, kusema kwamba bila mabadiliko ya uchaguzi ya utaratibu wa tume ya uchaguzi hamna uchaguzi, ndio uhaini? Kama uhaini mbona limeongoja jambo muda mrefu sana? Watafuta wasiwasi wote ambao walikuwa wameshasema neno hilo, kamati kuu yote, baraza kuu lote, mkutano mkuu wote ukamatwe, kwa sababu ndio uliopitisha mambo haya, sio Lissu. Tena alianza wakati wa mwenyekiti Mbowe. Basi waanze na mwenyekiti Mbowe, wafate baraza kuu, waanze kamati kuu, baraza kuu. Kwa sababu haya mambo ya no reform no election actually hayana madhara kwa wananchi wa kawaida, yana faida kwa wananchi wa kawaida. Yana madhara kwa CCM tu ambao imekuwa kama kichaka kikubwa cha kupata uongozi bila idhaa ya wananchi. Na ushahidi upo kwa kupitia kwa Kinanape aliyesema kwamba ushindi sio kwa boksi la kula. Maana ushindi sio kwa kupigiwa kwa na wananchi. Nategemea nani anahesabu, nani anatangaza. Si tu huyo, DC wa Longido walikuwa wanagombeza madiwani na waambia nyinyi madiwani mjapita kuchukua na wananchi, hamna msifa hata mmoja hapa. Bali serikali imefanya miundombinu yake, ninyi mkashinda. Na anajitapa kusema kwamba yamehusika na mambo ya mapoli. Huu ni ushahidi kwamba sasa mabadiliko ni muhimu yakawepo. Maelezo ya Lissu yako wazi, ina ushahidi wazi. Yaliyofanyika mwaka 2019 yanajulikana. Hapakuwa na uchaguzi, kwa na uchafuzi. Yaliyofanyika mwaka 2020 yanajulikana. Si muda mrefu tu mwaka jana tu 2024 tulishuhudia serikali za mtaa yanafanya mambo mabovu na ya hovyo kweli kweli. Tunaweza kumsingizia mzee Magufuli mwaka 2019 alikuwa yeye, 2029 Magufuli hakuwepo, alikuwa Mama Samia Suluhu Hassan na Chama cha Mapinduzi. Tukagundua kumbe sio swala la nani yupo,